Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya uchaguzi, yani tarehe hii 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025 na siku chache zilizofuata, kulijitokeza vitendo vya uvunjifu wa amani ulioambatana na vurugu zilizokuwa zinafanywa na baadhi ya watu na ambazo zililazimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kukabiliana na vitendo hivyo. Kufuatia vurugu hizi, tumepata madhara yakiwemo vifo vya raia na askari, uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umma na mali binafsi, kuharibu biashara za watu na wizi. Naomba kurudia kauli aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole nyingi kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na sote tuwaombee marehemu wapumzike mahali pema peponi. Amin. Kadhalika, naomba kuchukua nafasi hii kuwapa pole wote waliopata madhara yaliyotokana na vitendo vya vurugu, ikiwemo kuumia, kupoteza mali zao na biashara zao, kupoteza ajira na madhara mengine ambayo siwezi kuyataja yote. Na waombea Mwenyezi Mungu ayaponye maumivu yao na inshallah awarejeshe tena walichokuwa wamekipigania, wamekikusanya kwa jasho jingi na wakakipoteza, warejee wakiwa imara katika biashara zao na katika shughuli zao. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kuapishwa, ameunda tume huru ya uchunguzi ambayo inaongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na itafanya kazi kwa miezi mitatu. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakati huu tuwe na subira ili yale yote ambayo yametajwa katika hadidu rejea za tume hii yakafanyiwe kazi, na baada ya hapo tutapewa ripoti, na baada ya hiyo ripoti kama nchi tutajua tuchukue hatua gani ili kudhibiti matukio haya yasijitokeze tena. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu.
Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Uwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari, tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balanced. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi